Habari za wasaa huu mtazamaji na mwanafamilia wa Anwar TV. Karibu tena na nikualike wakati mwingine ambapo leo nimekuandalia machache ambayo pengine hata wewe unatamani kuyajua. Kuna nini kimetokea na nani kafanya, yuko wapi na kwa muda huu anafanya kitu gani. Langu jina ni Glory Ibrahim, lakini zaidi ni nini kinazungumzika sana kwenye midomo ya watu na nini kina trendi kwa sasa. Kitu kikubwa ambacho kinazungumzika sana kwenye midomo ya watu ni swala la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye amefikishwa mahakamani tarehe 10 Aprili 2025 ambapo amekutwa na tuhuma za uhaini pamoja na kuchapisha ama kutoa taarifa za uongo katika mitandao ya kijamii. Kuonekana kwamba yeye anahamasisha vurugu. Ni moja ya kesi ambayo inaendelea mpaka sasa. Kuwa nami mwanzo wa kipindi, langu jina ni Glory kama nilivyokueleza hapo awali. Pia nimekuletea leo mwandamizi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mr. Anthony Kayanda. Tuko naye hapa tuweze kukuletea na kujadili yale ambayo wewe unatamani kuyasikia. Nini kitaendelea katika kesi hii? Habari yako? Njema kabisa, habari za wakati? Salama kabisa, unaendeleaje? Namshukuru Mungu, hofu kwenu? Tunamshukuru Mungu. Bila shaka swala la linaloendelea kwa sasa lina uhalisia gani katika masikio ya Watanzania? Bila shaka ni swala kubwa, kwa sababu unapozungumzia Chadema unazungumzia chama kikuu cha upinzani, na Watanzania na hususan kipindi hiki tunapoenda kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, bila shaka wanatarajia kuona ni kwa namna gani vyama vya upinzani vimejipanga kwa ajili ya mapambano. Sasa chama kama Chadema wanaposema pia hawashiriki uchaguzi mkuu mpaka hapo ambapo wataona mabadiliko ya sheria na kanuni za uchaguzi yanafanyika na vinginevyo uchaguzi mkuu hautafanyika, ni jambo kubwa ambalo linafanya Watanzania wafuatilie kwa ukaribu, iwe ni tuhuma, kesi na mambo yote ambayo yanahusu viongozi wa chama chao, hususan chama cha Chadema. Sawa, bila kupoteza muda tuanze sasa. Kuna baadhi ya maneno ambayo yamenukuliwa ambao ameyazungumza katika moja ya hotuba ambazo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ameyazungumza katika moja ya hotuba alizozitoa. Kuna neno ambalo alilizungumza mwanzo wa kunukuu, anasema kwamba tunahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Kwa jicho la kichambuzi, mabadiliko katika nchi yanayodai haki na usawa, unafikiri yanaweza kufanikiwa kwa chachu ya kuhamasisha uasi na vurugu? Bila shaka mabadiliko yanaweza kuletwa kwa namna nyingi. Kwa hiyo uasi na vurugu sio njia pekee ambayo inaweza kuleta mabadiliko. Hata mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko. Na kwa maeneo mengi ambayo mabadiliko yametokea, watu walikaa mezani, wakajadiliana, wakazungumza. Sasa unapoona pengine au vurugu vinakuwa vimetangulia, tafsiri yake ni kwamba hivi vitu vitakapokuwa vinafanyika, ni lazima sasa hizi pande zinazohusika kwenye, baada ya watu waje wakae chini waone kwa nini wanatofautiana. Kwa watakapokaa mezani, ndipo hapo ambapo naweza kafikia mwafaka kwa kutazama huyu analalamikia nini na huyu analalamikiwa, na aone anaweza katekelezaje hayo malalamiko ya mwenzake. Kubwa ambalo linaweza kuleta mabadiliko katika jamii yoyote ile ni mazungumzo. Katika hoja ambayo tunaweza tukaizungumza zaidi, Mheshimiwa Antipas Lissu alitamani zaidi kesi yake isikilizwe akiwa anakuwa mahakamani. Unafikiri kesi yake hiyo, kwa nini alitamani zaidi kusikiliza kesi yake akiwa anakuwa mahakamani? Kwanza tunapomzungumzia Tundu Lissu lazima pia watu wamjue Tundu Lissu ni nani. Tundu Lissu ni mtu ambaye uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2020 alikuwa miongoni mwa wagombea urais, na aligombea kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana ya Chadema, na alipata zaidi ya kura almost milioni 2. Kwa hiyo sio kwamba ni mtu ambaye ni mdogo, ni mtu ambaye ana watu. Lakini pia kwa sasa tunamzungumzia Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Chadema, chama kikuu cha upinzani. Lakini huyu Lissu amekuwa mbunge mwaka 2010 mpaka 2010 karibu 18 ambapo aliondolewa bungeni kwa kile kilichozungumzwa kwamba amekosa kuhudhuria vikao vitatu mfululizo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana profile kubwa, lakini amekuwa mwanasheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa miaka karibu 20. Kwa unaweza kuona ni mtu wa namna gani. Lakini pia Lissu ni mmoja wa wanasheria nguli katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kwa nini kesi yake inaposikilizwa ile ya wazi inaweza ikawa na mvuto kuliko mtandaoni? Ni kwamba ni kesi ambayo inagusa hisia za watu wengi.
watu wengi wanaifuatilia. Kwa unapoweka wazi mahakamani ni kwamba itatoa uhuru zaidi wa kwanza yeye mwenyewe kukutana na wafuasi wake, angalau kusalimiana, watu kumuona afya yake ikoje, labda imeimarika, imeteteleka. Kwa hiyo moja ya faida ni kwamba pia unapoifanya kuwa ya wazi, yeye anapokuwa pale kwenye kizimba anakuwa huru kuongea hata na mawakili wake. Kwa ni jambo jema kwamba kwa yeye ni nzuri zaidi kwa sababu anapata uhuru hata kujadiliana masuala na mawakili. Kama kuna jambo la kubadilishana mawazo atabadilishana mawazo, kama kuna vitu vya kushauriana tutashauriana na mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo hiyo ina faida kubwa kuliko kuizungumza kwa njia ya mtandao. Kuna kauli mbiu ya no reform no election. Kauli mbiu hii unafikiri imebeba taswira gani zaidi katika nchi yetu ya Tanzania, hasa zaidi katika masuala ya kidemokrasia na utawala? Tunazungumzia nchi ya Tanzania ni nchi ya amani. Kimataifa zaidi unafikiri msemo huu unabeba taswira gani? Kwa taswira ambayo naiona ni kwamba kwanza msemo wenyewe no reform no election, kwa tafsiri rahisi ni kwamba anasema bila mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi. Sasa uchaguzi ni swala la kimfumo, ni swala la kikatiba, kwamba kila baada ya miaka 5 kwa nchi yetu ya Tanzania lazima tufanye uchaguzi mkuu. Sasa wanaposema hatutafanya uchaguzi mpaka mabadiliko yafanyike, jambo la kwanza la kujiuliza ni kwamba je, hivi ni kweli uchaguzi mkuu unahitaji hayo mabadiliko? Yaani hicho ambacho wanakidai Chadema kwa sasa ni hitaji? Sasa katika muktadha wa kawaida na hususan kimataifa ni kwamba Tanzania ni nchi ambayo imekuwa ikiaminika kama nchi ya amani, demokrasia na haki. Na hata majirani zetu, hizi nchi za jirani wanapokuwa na migogoro, wengi wamekuwa wanakuja kujifunza Tanzania. Kwa nini tunakuwa na amani? Nchi ya Mwalimu Nyerere, muasisi wa taifa hili. Na ikumbuke tu kwamba Tanzania imetoa mchango mkubwa katika hizi nchi za jirani katika kupigania uhuru. Kwa Tanzania ni nchi ambayo ina profile kubwa sana katika bara la Afrika na hata kidunia kwa ujumla. Kwa nchi kama Tanzania ambayo hatujazoea mambo ya vurugu, tumezoea demokrasia, kiongozi apatikane kwa ridhaa ya wapiga kura. Kwa hiyo katika muktadha wa kawaida kabisa, kauli hii ni kauli ambayo inabeba dhana kubwa. Kwa kumalizia kabisa, Mr. Kayanda, siasa kwa nchi yetu sasa unaionaje? Ina utofauti gani na misimu iliyopita? Na katika kutoa utofauti huo sasa, unaona vipi maendeleo ya demokrasia nchini Tanzania katika miaka ya hivi karibuni? Ni kwamba upinzani, hususan vyama vya upinzani, vilikuwa legelege sana, kama imezaliwa upya. Kwa sababu hata ukitazama kwenye ziara walizofanya hivi karibuni, wamefanya kwenye mikoa ya kusini, kwa maana nyanda za juu kusini, wamefanya kanda ya kusini kwa mikoa ya Ruvuma, Mtwara na Lindi, lakini tumeshuhudia wamefanya mikoa ya Mwanza, Kagera na Geita, lakini wakaja mikoa ya Mara, Simiyu na Shinyanga. Mwitikio wa watu ni mkubwa. Na moja mambo yanayoonyesha msisimko ni kwamba kwa mfano wanaposema sasa tuchangie chama chetu, kuna watu ni walemavu kabisa, mtu anatembea kwenye baisikeli ya walemavu, naye anajisacha, anatoa fedha mfukoni, anachangia. Jambo hilo ni jambo ambalo linaonyesha kabisa kwamba watu wana dhamira. Kwa hiyo ukitazama siasa za sasa na siasa zilizopita, siasa za sasa zinaonekana kweli watu wamedhamiria. Na ni wazi kwamba elimu ya uraia inazidi kuingia watu kadri siku zinavyoendelea. Mfumo wa vyama vingi ambao ulitufikia hapa nchini Tanzania 1992 umeimarisha vipi demokrasia ama siasa nchini Tanzania, ama haujaweza kufanikiwa kuimarisha? Ukitazama wakati mfumo unaanza mwaka 1992 na siasa ilivyo sasa, ni wazi kwamba umesaidia kuimarisha demokrasia na mwitikio umekuwa mkubwa. Kwa sababu zamani hata watu tukupenda kupiga kura walikuwa wanaogopa. Hata kusupport tu vyama vya upinzani watu walikuwa wanaogopa. Na wakati huo pia vinaanzishwa, kuna watu walikuwa wanaamini kwamba vyama vya upinzani vitaleta vita. Lakini mpaka leo huwezi kuona kwamba kuna vita yote imetoka kwa sababu ya vyama vya upinzani. Kwa hiyo ni wazi kwamba mabadiliko ni makubwa kulinganisha 1992 mpaka sasa. Kwa mfumo huu licha tu ya mabadiliko, lakini hata maendeleo umechochea maendeleo katika maeneo mbalimbali. Kwa sababu watu wanapata majukwaa ya kusemea, wanapata majukwaa ya kushauri serikali, wanapata majukwaa ya kukosea, na serikali ikijitazama, ikijitathmini na gundua kweli hapa kuna makosa, kuna mambo yako sawa sawa, kuna vitu vinaboreshwa yanavyoweza kuiamsha serikali kutekeleza baadhi ya mambo ambayo yanaleta maendeleo kwa wananchi. Kwa kuna faida kubwa sana. Bwana, nikushukuru sana Mr. Anthony Kayanda kuweza kudadafua na kumchambulia mtazamaji wa Anuri TV mambo haya ambayo yanahusiana na nchi yetu.
Nashukuru sana. Nipende kukaribisha siku nyingine tena. Asante, shukrani sana. Asante. Huyo ni Mr. Anthony Kayanda, nilikuwa naye katika kipindi ambacho tulikuwa tunazungumzia zaidi yaliyojiri nchini Tanzania, hususan mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Lissu, namaanisha mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ulikuwa nami kwenye kipindi hiki tangu nilipoanza hadi sasa na hatamatisha. Langu jina ni Glory Ibrahim. Tukutane siku nyingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.